Tanzania tuna changamoto ya ajira na nadhani moja kitu tunaweza kufanya sisi tuwape watu stadi za digitali wakatafuta hizo fursa. Na nataka nikuulize nini kifanyike, kwa sababu kama kwenye nchi nyingine inaingiza pato la taifa kwa kiwango kikubwa hicho, na hapa nchini pengine watu wanalia ajira kila siku, watoto wanamaliza shule na kila siku wanaongezeka Baraka. Nini pengine kifanyike, serikali ichukue hatua gani kuhakikisha kwamba kama tumeweza kuona content creators tunaanza kuwapa nafasi na kuwapa mikopo, vipi katika ile ajira mitandaoni? How safe it is kuhakikisha kwamba tunawalinda vijana wetu wafanye vizuri na wapate nafasi hizo? Okay, nadhani moja ya kitu ambacho serikali labda wanaweza wakafanya sasa hivi, kwa sababu sisi tuna watu ambao wako talented, tuko na watu ambao wana uwezo, wana ujuzi ambao wana vitu, yani watu kwa mfano watu ambao wanamaliza labda walimu wengi sana na wako vizuri sana kwenye sio tu tumepitia taasisi ya elimu. Unakuta mtu anakufundisha mpaka unakuwa uko vizuri. Kuna kwa mfano kuna website, kwa mfano kuna moja inaitwa Pply, nyingine inaitwa iTalk ambazo za kufundisha Kiswahili. Ukiingia kwenye ile website ukaangalia watu ambao wanafundisha Kiswahili, utagundua asilimia kubwa pale ni Wakenya. Umeona? Lakini sisi Kenya na nchi nyingine jirani sio sana nasema sana. Hapana. Sasa sisi kama nchi kuna haja sasa kuona kimkakati hizi website tunafanyaje kuona watu wetu wanaongezeka kwanza kwa wengi kwenye hizo website. Kwa sababu kinachokuja kutokea, kwa mfano kuna wakati mwingine nikipost hizi fursa nakuta mtu ana comment anasema kama Baraka nyinyi mnapata hela, kwa nini mnapiga kile watu wajiunge kusinyamaze mpate. Kwa mfano nchi kama Philippines kuna kazi kwa mfano za video editing au social media management. Wateja pale wakiandika kwamba natafuta mtu anafanya social media management, anaweka kabisa nataka mtu anayetokea Philippines, kwa sababu ya ile excellence ambayo hiyo nchi walitengeneza kwenye hilo eneo. Kwa mimi mmoja kitu natamani ifike mahali pia wateja wakiweka tunataka labda mwalimu wa Kiswahili au mtu wa kutrain Kiswahili, wanaweka kabisa kwamba mtu atokee Tanzania. Na hiyo kitu hakiwezi kutokea kama tuna watu wachache kwenye hizo platforms au watu ambao tuko nao kwenye hizo platform ni watu ambao wana skills. Kwa sababu ukizungumzia Philippines, kazi nyingi ukienda kutafuta za remote na hata kufanya research sasa hivi wateja wengi wanatafutaga Philippines kwa upande wa Asia na sana sana kwa Afrika hapa unakuta kazi wanatafuta South Africa ama Kenya. Unakuta kazi unaweza kuifanya uko vizuri, lakini tu kwa sababu ya location ambayo upo. Na wakati mwingine unakuta hao wateja hawajui hata kama Tanzania kuna watu ambao wanaweza kufanya hizo kazi. Kwa hiyo ni watu kujitokeza. Na tunazungumzia Kiswahili kama ubidhaishaji wa bidhaa ya Kiswahili, kuna kutafsiri maneno ya Kiswahili kule, vitabu nini na vitu kama hivyo. Kwa hivyo I think ni fursa ya kipekee na tunaongea Kiswahili kizuri kuliko nchi nyingine zote. Vipi lakini umetoboa kidogo mzee kwenye nini? Baraka anaogopa kulisema, wanaweza kumfuatafuata watu. Unajibudu? No, nafikiri nikisema kutoboa inawezekana kulikuwa na kutusha mzigo. Lakini kwa kuchangamkia hizi fursa ambazo tunazungumza sasa umeanza kusimama peke yako sasa. Nafikiri maisha unayamudu. Wanaita nini? Kipato cha kati au cha nini wanaita? Ni kama vile sustainable, kwa sababu mimi mmoja kitu ambacho kazi zangu pia nafanya tu hizo za online na nini. Sifanyi kazi ambazo tradition sina zile kufanya kama nyewe ofisini. Unatamani siku moja ufanye tradition, kutoka nyumbani asubuhi uende ofisini. Ana mzigo. Hataki kusema. Nadhani mazoea sijazoea na nini. Sijazoea kurupuka kama tunavyokurupuka sisi alfajiri. Ni kama nilikuwa naongea na Dada Sofia baka anambia utaweza sasa hivi kuwa na laptop kila siku. Anambia hivi vitu sijazoea. Sasa kama mimi career yangu yote kama unavyoona imeanzia kufanya kazi mtandaoni tangia siku za kwanza. Sasa hivi nimeanza kufanya kazi mtandaoni 2019. Sasa hivi ni mwaka 2026. Ni zaidi ya miaka 5 na uko na grow. Kwa watu ambao wananifahamu walikuwa wakiniona tangia miaka hiyo nimekonda, naanza kupata mwili, naanza kufanya kazi ndogo ndogo, naanza kudevelop skills. Sasa hizi shavu silo bwana.